Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Tukiingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yetu katika kuelezea al ambayo ni mausulia, anasema Sheikh wa sifatun sarihatun musulatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Al alif wal lam, anasema alif na lam la tusalu illa bi sifati sariha, haiunganishwi isipokuwa kwenye sifatun sariha. Qala al musannif, anasema musannif rahimahullah ابن مالك في بعض كتبه وآني بصفة الصريحة نقصدية وصفة صريحة اسم الفاعل نقصد اسم فاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو مفعول المضروب، والصفة المشبهة نصفة مشبهة مفعول الحسن الوجه nzuri wa uso. Na hizi kule ambaye atakuwa ni mwenye kusoma sarfa vile vile ameshakutana nazo huko. Kwa hiyo fakharaja nahu al-Qurashi, umetoka mfano tamko al-Qurashi ambayo hii haingii katika upande huu. Al-Qurashi ambayo itakuwa imeitwa jina ambalo ni an-nisbi, lilikuwa limeegemezwa mansub. Qurashi imeegemezwa kwa Quraish. Wal afdal ambayo inaitwa sifatun mushabbaha. Wa fi kauni al-alif wal lam, na vile vile pia katika tamko ambalo lina alif na lam ad-dakhilataini zinazoingia ala sifatul mushabbaha, katika sifatul mushabbaha mausula ambayo ni ya mausul. Basi anasema khilafun, kuna khilafu ya wanacho huku kwa kwamba alif na lam zinaingia katika upande wa sifa mushabbaha mausulatan, ambayo alif na lam ni ismu mausuli. Kuna khilafu, na khilafu hii ameashiria chini namba 2, anasema lilulamai, wanachuoni khilafun tawilun, kuna khilafu kubwa sana fi jawazi wasli al, katika kujuzu kuiunganisha alif na lam bisifati al-mushabbah, kwa sifatu mushabbah, ambapo sifatu mushabbah ni wasfu, ni sifa inayoonyesha juu ya kitu ambacho kitakuwa kinasifika na sura fulani, lakini katika hali ya kudumu. Ni tofauti na ismu fa'il. Ismu fa'il haionyeshi kudumu, ni kitu kinakuja na kuondoka, wanasema yadullu ala al-huduth wa at-tajaddud. Lakini sifatu mushabbah inaonyesha ala al-luzum wa thubuti, kama vile kusema mzuri wa uso, mrefu. Hii inakuwa ni sifa ambayo inakuwa ni kubaki, haiondoki. Lakini ismu fa'il kama vile kusema labda ni mwenye kulia, ni mwenye kukaa, anaweza akakaa akanyanyuka, anaweza akalia akanyamaza. Kwa hiyo inakuwa ni sifa ambayo sio kudumu. Ndio tofauti kati ya sifa mushabba na ismu fa'il, lakini inaonyesha juu ya kile ambacho kitendo kimetokea kwake, amekifanya hicho kitendo au kimesimama kitendo kwake yeye. Yote ni maana moja, lakini zinatofautiana katika upande wa maana, kwamba sifa mushabbaha ni sifa ya kubaki katika kitu na ismu fa'il ni sifa ya kuja na kuondoka. Kwa hiyo kuna khilafu. Akasema kwamba baada ya hapo jumhuri anachuoni ala anna sifata al-mushabbaha, kwamba sifatu mushabbaha la takunu silatan li al, haiwezi kuwa ni silatu mausuli ya alif na lam ya tamko hili al, fa al ad-dakhilatu ala sifati al-mushabbaha. Kwa hiyo al ambayo itakuwa inaingia katika sifatu mushabbaha inda haulai, mbele ya hawa jumhuri, anasema muarifatun, hii inakuwa ni ali ambayo itakuwa inaleta maarifa, ile ali ya maarifa la mausula, sio ile ali ya mausulia. Wasiru fi dhalika, nasiri katika hilo, anna al-asla fi silat, kwamba asli ya vile vinavyoungana lil af'al huwa vinaungana vitendo. Wasifatu al-mushabbahatu ba'idatu shabahi bil fi'l, na hii sifatu mushabbaha iko mbali sana kwa kufanana na kitendo, min haythu al-maana, kiupande wa maana. Wadhālika, nao ni kwa sababu li anna al-fi'la yadullu ala al-huduthi, kitendo huwa kinaonyesha juu ya tukio la kuja na kuondoka, kama vile ismu fa'il, ndio maana huendana sambamba. Wasifa al-mushabbaha, lakini sifa al-mushabbaha la tadullu alayha, haionyeshi juu ya sifa ya al-huduth, ya kuzuka. Wa inna tadullu ala al-luzum, bali inaonyesha sifa ya kubaki katika kitu. Wa yu'ayyad hadha, na husapotiwa hili, annahum, kwamba wao ishtaratu fi ismi al-fa'ili, kwamba wao walikashati katika upande wa ismu fa'il ismu maf'ul amthilati al-mubalagha, na katika upande wa siyahu al-mubalagha inaonyesha juu ya sifa ya kufanya kitu, lakini kwa sana ndio sifa mubalagha, kama vile kusema fa'alu, mfanyaji sana, akalu, mwenye kula sana, allati, ambayo sifa hizi za al-mubalagha taka zinatokezea silatan li al, nisatu mawsuli al, kwamba hizi zinaonyesha juu ya sifa ya al-huduth, kama vile ismu fa'il, an yakuna kullu wahidin minha, kwamba kila moja katika hizo dalan ala al-huduthi, inaonyesha sifa ya kuzuka.
walau dalla ahaduha ala al-luzumi, na lao ingekuwa moja wapo inaonyesha juu ya sifa ya al-luzum ya kubaki, basi lam yasiha an yakuna silatan li al, isinge sihi kuwa ni silatul mawsuli ya tamko alif na lam, bal takunu al-dakhila, bali itakuwa ile al ambayo itakuwa yenye kuingia alayhi maarifatan au muarifa, itakuwa ni ale ambayo itakuwa ni maarifa, wadhālika, na itakuwa kama vile al-mu'min wal-fasiq wal-kafir wal-munafiq. Wadhahaba qaumun, wakaenda wengine katika wanachuoni, la annahu yajuzu, kwamba mambo alivyo inafaa an takuna sifatul mushabbaha silatan li al, wa sifatul mushabbaha ni silatul mawsuli al, liannaha ashbahat al-fi'la min haythu al-amal, kwa sababu inafaana kitendo kwa upande wa kazi, kufanya kazi. Wa in khalafathu fil maana, hata kama itakuwa inatofautiana kitendo kwa upande wa maana. Alasta tara, hivi huoni, annaha, kwamba hiyo sifatul mushabbaha tarfa'u dhamira al-mustatira wal dhamira al-bariza wal isma adh-dhahira, kwamba inarufaisha dhamiri al-mustatir na inarufaisha dhamiri bariz iliyokuwa wazi. Kusema al-hasan maana yake kuna huwa, wal isma adh-dhahir, na vile vile pia inarufaisha ismu dhahir, kama yarfauha al-fi'lu jami'an, kama inavyokuwa ni kurufaisha kitendo hurufaisha vitu hivyo vyote, maana yake itakuwa sifa mushabba imefana kitendo. Wa ajma'u, na wakakubaliana ala anna afala tafdhili, kwamba afala ismu tafdhili inakuja katika wazni wa af'al, la yakunu silatan li al, haiji kuwa ni silatul mawsuli al, liannahu, kwa sababu hiyo ismu tafdhil ambayo inaonyesha juu ya kitu kilichokuwa bora zaidi, kama vile afdalu, ukisema a'lamu ni mjuzi zaidi, afdal ni bora zaidi, kwa la yakunu silatan li al, hii haiwezi kuwa ni silatul mawsuli al, liannahu lam yushbih al-fi'la, kwa sababu haikufana kitendo, la min haythu al-maana wala min haythu al-amal, si upande wa maana wala si upande wa kufanya kazi. Amma adamu shabahatihi al-fi'l, ama kule kukosekana kufana kwake na kitendo al-fi'la min haythu al-maana, kwa upande wa maana, fali annahu yadullu al-ishtiraki, kwa sababu hiyo inaonyesha juu ya kule kushirikiana, ma'a ziyadati, pamoja na kuzidi maana fulani, wal fi'l, na vile vile pia al-fi'lu yadullu ala al-huduth, kitendo kinaonyesha juu ya kule kuzuka. Lakini hii ismu tafdhili inaonyesha juu ya maana ziada, maana yake kasema kwamba anta alamu minni, wewe unajua zaidi kuliko mimi, kwa maana yake hiyo inaonyesha kushirikiana, kwamba sote tunajua lakini wewe unakuwa ni mjuzi zaidi, inakuwa ni ismu tafdhili kwa upande wa maana, na kitendo kinaonyesha juu ya sifa kuzuka. Wa amma adamu shabahihi bil fi'l, ama kule kukosekana kufanana kitendo min haythu al-amal, kwa upande wa kufanya kazi, fali anna al-fi'la yarfa'u dhamira al-mustatira wal bariza, kwamba kitendo huwa kinarufaisha dhamiri iliyojificha, wal bariza, na iliyokuwa wazi iliyojitokeza, wa yarfa'u al-isma dhahira, na hurufaisha ismu dhahir. Amma af'alu tafdhili, ama hii ismu tafdhili inakuja katika wazn af'al, fala yarfa'u bi'tiradin, kwa makubaliano ya kaida ya wanawachuoni, hairufaishi illa dhamira al-mustatira, isipokuwa kwa dhamiri mustatir. Wa yarfa'u al-isma dhahira, na itarufaisha ismu tafdhili ismu dhahir, jina la kawaida, lakini fi mas'alatin wahida, katika mas'ala moja tu, wa hiya al-ma'rufa, nayo inajulikana bi mas'alati al-kuhli, mas'ala ya wanja, ambayo nayo ina masharti hayo, kwamba hapo inaweza ikarufaisha ismu dhahir, ambao tutakuja soma inshallah katika mlango wake huko mbeleni biidhnillah ta'ala, mas'alatul kuhli. Na kwa sababu inaitwa mas'alatul kuhli kwa sababu neno wanja limetumika pale kwa ni fa'il, na mfano wao uliokometa katika masala hayo, mfano kama vile kusema mara aitu rajulan, sikuona mimi mtu ambaye ahsana fi ainihi, alkuhlu ni mzuri zaidi katika upande wa macho yake, kiwanja, minhu, kuliko yeye. Maana mara aitu rajulan ahsana fi ainihi, alkuhlu minhu, kuliko yeye, fi aini zaidi, kuliko wanja iliyokuwepo katika jicho la zaidi. Sasa ono mas'ala tutakuja soma katika masharti yake, lazima itanguliwe na upande wa nafi, mfano, na vile vile pia huyo ambaye anazingatiwa ni fa'il ndio anaitwa mufadhal, na mufadhal alayhi bi'tibarain, kwa kuzingatia yeye ndio mufadhal, ndio mwenye kuboreshwa, na ndio mufadhal alayhi, mwenye kutoa ubora juu yake, kwa maana huyo ndio anaelezewa ni kitu hicho kimoja. Maana kisikuwahi kuona wanja ambao ni nzuri zaidi kuliko wanja inayopatikana katika jicho la zaidi. Kwa hiyo wanja ni nzuri zaidi kuliko wanja hiyo ambayo anayo yeye. Almuhim tutakuja soma katika upande wake inshallah taala, wallahu a'lam. Kisha baada ya hapo
akaelezea tena wakati taraba, na imekuja mgongano wa ikhtiyaru Sheikh Abil Hasan ibn Usfur fi hadhihi almas'ala. Famaratan qala, kuna wakati anasema kwamba inaha mausula, maratan maana dhalika, kuna wakati mwingine anasema hii sio ya mausula bali ni ali ya maarifa. Wakati shadha waslu alif wal lam, lakini imekuja kinyume na kaida kule kuwekwa alif na lam bil fi'l mudhari wa tunfucha fi'l mudhari, wa ila yashara bi qawlihi, na hapo ndio alipoashiria kwa kauli yake aliposema wa kaunuha bi murabil af'ali qalla, na kule kuwa kwake inaingia katika upande wa vitendo murabu qalla, imekuwa ni mara chache. Waminhu, na katika hiyo kuna ushahidi uliokuja ma anta bil hakami, hukuwa wewe kwa ni mwenye kuhukumu, aturdha hukumatuhu, ambao huridhiwa hukumu zake, wala al-asili, wala vile vile pia si mwenye kupatia katika upande wa majambo, wala dhirrai wal jadali, na wala si mwenye rai wal jadali na ugomvi, kugombana. Kwa beti hii ilipokuja aturdha ndo mahali shahid, ay alladhi turdha hukumatuhu, wa hadha inda al-jumhur, ayo ndio kwa wanachuoni wa basriyina makhsusun bishiri. Wanasema kwamba hii kwa wanachuoni wa Basra, wao wameifanya ni khaswa dharura hii katika upande wa mashairi tu, haingii katika maneno ya kawaida. Lakini wazamba al-musannifu, akaleta madai musannifu fi ghairi hadha al-kitab, katika vitabu vingine ambacho sio hichi, annahu la yakhtassu bihi, kwamba si khaswa tu kwa mashairi, bali yajuzu fil ikhtiyar, bali ipo katika upande wa ikhtiyari, mtu anafaa yeye mwenyewe kuitumia katika upande wa vitendo. Wakadijaa wasluha bil jumla al-ismiyya, na imekuja kuungana jumla ismiyya vile vile pia, lakini shudhudhan wa bidharfi, na kuungana dharf katika upande wa shadh, kinyume na kaida. Fa min al-awwal, ya kwanza ambayo imeungana jumla ismiyya, imekuja min al-qaumi, katika watu kuna ar-rasul, na ar-rasul ni alif wa lam, ambayo itakuwa imeingia hapa alif wal lam, ar-rasulullahi, maana yake alladhina, hii alinashiria wale ambao, rasulullahi minhum, mtume wao yuko miongoni mwao, lahum danat rikabu bani maadi, kwa wao shingo za bani maadi danat, zimejisogeza karibu au zimenyenyekea, ndio maana yake. Lakini mahalu shahidi ni hii ar-rasulu, hii alungi hapa ina maana alladhina, na rasulullahi minhum, hii ndio iliyokusudiwa kwamba ni jumla ismia. Rasul ambayo itakuwa inarudi ni mubtada, rasulullahi minhum, na minhum inakuwa ni khabari jar majrur. Wallahu a'lam. Wa min athani, na hii ya pili ambayo imekuja kwa upande wa dharf pia ni shadh, ni kaulu waliposema man la yazalu shakiran ala al-ma' fahuwa harin bi'ishatin dhati si'a au dhati sa'a, imekuja kwa fatha saa, ambao saa inakuwa ni kule kukunjuliwa kwa upande wa mali. Man la yazalu shakiran ala al-ma', kwa hiyo al-ma' ndio mahallu shahidi katika upande wa dharf, yule ambaye hawi ni mwenye kushukuru, ala kwa yule ambaye ma'ahu yuko pamoja naye, ndio ala al-ma', ay ala alladhi ma'ahu, fahuwa harin bi'ishatin dhati si'a. Kwa hiyo anakuwa ni mwenye mtu wa kupia maisha ambayo ni yaliyokuwa mazuri, au maisha yaliyokuwa yamekunjuliwa, ndio saa kama ilivyokuja katika tamko la Qur'ani kule, yumfiqu dhu sa'atin min sa'ati, wa min sa'atihi, ndio hii saa maana yake hapo ni kule kukunjuliwa katika upande wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وللحديث بقية. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Katika tasjili ijayo insha Allah taala tutakujaingia kuweka wazi na kusherehesha sehemu iliyokuwa tumeichukua katika baadhi ya beti zilizokuja mbeleni hapo kuelezea ismu mawsuli ambao ni ayun. Kwa hiyo tutakujaingia insha Allah katika darasa ifuatayo kuelezea sharhi yake. Wallahu aalam.